uharibifu fulani, ni aidha aliambiwa akawa na shingo ngumu na kichwa kigumu wa kusikia, au hakujua hilo jambo, au aliamua kupuuzia. Mungu hawezi kuruhusu uharibifu mpate hata mtu mwovu, hata anaenda kwa waganga wa kienyeji, hata mlevi. Huaga nazungumza na watu, mpaka uharibifu mpate mtu huyo ameamua kukaza shingo yake kuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongea naye hapa jamani. Paulo mtume anamwandikia barua Timotheo, katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 10, anamwambia Dema aliacha njia ya Mungu kwa sababu ya mfumo wa ulimwengu huu wa sasa, kwa sababu ya starehe, anasa, akasafiri akaenda zake kule Thesalonike. Dema aliacha njia za Mungu, alirudi nyuma, aliacha imani ya wokovu, alimwacha Mungu kwa sababu wa mfumo wa dunia hii. Ni mtu ambaye tayari alikuwa na Mungu, alikuwa anazijua njia za Mungu, anaijua kweli ya Mungu, lakini aliamua kufanyaje? Kuiacha. Dema akaenda Thesalonike kula bata. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia wako wakina Dema wameamua kurudi nyuma, wameacha kweli ya Mungu, na waandikia waambie 1, 2, 3. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 inasema, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Siku zote tunapoenenda kwa roho, tamaa za mwili, mambo ya mwili na hisia inakuwa hayana nafasi ndani ya mioyo yetu. Warumi sura ya 8 mstari wa 14, Warumi 8:14 anasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaoongozwa na roho hao ndio nini? Ndio wana wa Mungu. Watu wanaongozwa na roho ni watu ambao hawategemei akili zao, wala hawategemei sauti nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuongozwa na roho ni kwamba haufanyi kitu, haupigi hatua mpaka Mungu aseme ndani yako. Kuongozwa na mwili ni kuongozwa kwa akili, au kuongozwa kwa nini? Kwa hisia. Hiyo ndio maana kuongozwa na mwili. Tuko sasa jamani wapendwa? Ila kuongozwa na roho ni kwamba ufanyi lolote lile mpaka uisikie sauti ya nani? Ya Mungu, au mpaka Mungu akufunulie, akuoneshe jambo fulani katika roho. Hiyo ndio maana ya kuongozwa na roho. Kwa hiyo tunaweza tukawa tupo kanisani tukatembea, lakini hatutembei katika roho. Tunatembea katika nini? Katika mwili, na hatujui kama tunatembea katika mwili. Aliyezaliwa na Mungu haongozi kwa hisia, haongozi kwa akili, anaongozwa kwa nini? Kwa roho. Watumishi wa Mungu ambao waliotembea na Mungu siku zote hawakufanya chochote kile pasipo kusikia. Yesu Kristo ndio mfano, ndio role model wetu. Hakufanya chochote kile pasipo kusikia na kuona kutoka kwa baba yake. Kama kitu hujakisikia na hujakiona kutoka kwa baba, hicho kitu achana nacho, kiweke pembeni. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani wapendwa. Kwa maana sauti ya Mungu ndio inatuweka katika uwepo wa Mungu, ila sauti nyingine inatuweka mbali na nini? Na uwepo wa Mungu, inatutoa